السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji, leo ni mwanzo wa darsa yetu ya usulul fiqhi katika kitabu kinachoitwa Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul, al-juz'ul awwal, ta'alif Abdul Qadir ibn Shaybah al-Hamdi, al-ustadh bi kulliyati ash-shari'ah wal lughati al-arabiyyah bir-Riyadh. Kitabu hiki kimeitwa Imta'ul Uqul, starehe ya akili. Unaweza ukakiita punzisho la akili katika uwanja, yani birawdatil usul, katika uwanja wa usul. Na kweli kitabu hiki ukikisoma unahisi akili yako imestarehe, akili yako imepumzika, kwa sababu pana mambo yamewekwa humu yanayomvutia msomaji. Kitabu hiki ni juzu ya kwanza, ni utunzi wa mwanawachuoni Abdul Qadir ibn Shaybah al-Hamdi. Huyu alikuwa ni al-ustadhu bi kulliyati sharia, alikuwa ni mkufunzi katika chuo kikuu kitivu cha sheria, wal lughati al-arabiyya, na kitivu cha lugha ya Kiarabu, bir-Riyadh, katika mji wa Riyadh katika nchi ya Saudi Arabia. Alikuwa ni mkufunzi huko. Kwa hiyo tunaanza somo la mwanzo kabisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shukurani zote au sifa zote zinamstahiki Allah, mlezi wa walimwengu wote. Wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema umeandaliwa kwa ajili ya wamchao Allah. Wassalatu wassalam, na rehma na amani, ala Muhammadi, ziwe juu ya mtume Muhammad, khatamil mursalin, mwisho wa mitume mursalin, wa qaidul ghurril muhajjilin, na yeye ndio kiongozi wa watu watukufu. Qaidul ghurril muhajjilin, mtume ni kiongozi wa watu watukufu. Ukitizama katika kamusi wameweka kabisa al-ghurri sharifu qaum, ni mtukufu wa watu. Ndivyo alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ama baada ya haya, fahadhihi tadhkiratun fi usulil fiqh. Ukumbusho huu ni katika fani ya usulul fiqh. Wadhihatul uslub, ukumbusho huu ni wenye mbinu za kimaelezo zilizo wazi, ndio maana ikaitwa Imta'ul Uqul. Sahlatul ibara, ukumbusho huu ni wenye ibara nyepesi. Tuqarribul qasi, ukumbusho huu unamsogeza mtafiti. Min qawaidihi, kutokana na kanuni zake, au unaweza ukasema unamweka karibu aliye mbali. Tuqarribul qasi, unamweka karibu aliye mbali. Min qawaidihi, kutokana na kanuni zake. Watajma'ul faraida min shawaridihi, na inakusanya vitu vilivyotapanyika kutoka kwenye mitapanyiko yake. Watajma'ul faraid, na unakusanya vitu kukifanya kuwa ni kitu kimoja. Min shawaridihi, kutokana na mitapanyiko yake. Narudia tena, watajma'ul faraida min shawaridihi, na inakusanya vitu kukifanya kuwa ni kitu kimoja. Min shawaridihi, kutokana na mitapanyiko yake. Watuhabibu hadha alilm
litulabihi, ukumbusho huu unawafanya wanafunzi wake kuipenda elimu hii. Asmaituhu, au unaweza ukasema samaituha, nimekiita kitabu hiki imtaa al-uqul, kuwa ni starehe ya akili au pumzisho la akili, birawdatil usuli, katika uwanja wa usul. Wallahu wahdahu almusta'an, na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kutakwa msaada. Huo ulikuwa ni mukaddima. Kitakachofuatia sasa, tutaanza somo lenyewe. Kama kawaida yetu, darsa hizi tunazileta kwenu kama sadaqatun jaria kwa wazazi wetu waliotutangulia mbele ya haki, na hususan wazazi wangu wawili, mzee Ramadhani Ndaki pamoja na mama yangu Bi Zainab binti Andrea. Kwa yoyote atakayezitokezea darsa hizi na akanufaika nazo, asiache kuwaombea maghfira wazazi wangu, lakini pia asiwache kuwarehemu. Tukutane katika darsa inayoanza. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.